Bwana Yesu asifiwe na kusalimu kwa jina la Bwana Yesu. Nakupenda na Bwana Yesu anakupenda. Tunamshukuru Mungu kwa siku ya leo ambayo ametufikisha. Ni siku njema ya baraka. Na leo ni siku 2 ya mwezi wa pili wa mwaka 2026. Amen. Tunasema asante kwa Mungu Baba yetu wa mbinguni ambaye ametufanya kuwa hai, na mimi na wewe uko hai, na nakupenda na Bwana Yesu anakupenda. Amen. Siku ya leo tutasoma katika kitabu cha Yohana sura yake ya 11 na mstari wake wa 43 na kuendelea. Tutasoma kwa jina la Bwana Yesu. Naye akiisha kusema hayo, akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Akatoka nje yule aliyekufa, amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake umefungwa leso. Na Yesu akamwambia, mfungueni mkamwache aende zake. Amen. Baba, asante kwa neno lako hili, tunakusihi ulibariki katika mioyo yetu, lizae matunda kupendeza kwa jina la Bwana Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hizi ni habari za Yohana. Habari za Lazaro ambaye alikuwa kaka yake na Martha na Mariamu, na kuna wakati ambapo aligonjwa ugonjwa ambao ulikuwa mkubwa sana, mpaka wakati Mariamu na Martha wakatuma habari kwa Yesu kwamba yeye anayependwa na Bwana Yesu anagonjwa. Lakini Yesu mwenyewe alikaa huko wengine siku 2, baadaye akakuja na Lazaro alikuwa amekufa. Bwana asifiwe. Matumaini yao ilikuwa imekwisha na walijua kwamba ni mwisho. Bwana asifiwe. Lakini Mungu yeye anajua kwamba ni mwanzo. Amen. Kila wakati ujue kwamba shida inapokuwa kubwa na unaona kwamba hakuna tena msaada, umeomba na umechoka na unasema kwamba hii ni mwisho, labda Mungu hakunisikia. Mungu yuko hapo. Amen. Hakuna kenye Mungu hawezi kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo Yesu alimwambia Martha kwamba kaka yako atafufuka, Martha akasema ndio najua kwamba atafufuka kwa ufufuo wa siku ya mwisho. Yesu akamwambia mimi ndiye ule ufufuo. Amen. Kama uko na Yesu katika maisha yako, kwa nini kuogopa? Amen. Omba na uamini tu na wacha kukiri kwa imani, kwa sababu hakuna la kumshinda. Amen. Yesu akasema kwamba mimi ndiye ule ufufuo na uzima. Amen. Hata